Naam, tunafahamu leo kuna mechi kubwa kabisa ya dabi ya Mzizima. Simba Sports wanawapokea Azam katika uwanja wa Benjamin Mkapa pale majira ya saa 11 jioni. Lakini kuelekea katika mechi hii, hapa kuna vitu viwili vitatu vya kuviangalia. Kitu cha kwanza, tunakwenda kuangalia squad kwa maana ya vikosi, yani nakwenda kutengeneza first 11 ya dabi ya Mzizima kwa kuzingatia wachezaji wa Simba, kwa kuzingatia wachezaji wa Azam. First 11 yao kwa mtazamo wa Kilo Finest iko vipi, tunakwenda kuangalia hiyo. Lakini kabla tujaenda kuangalia mchezo wenyewe, kwanza tunafahamu kwamba mchezo huu Simba anaingia kama favorite, yani timu yenye nafasi zaidi ya kupata ushindi katika mchezo. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya vizuri katika mechi zao 4 walizocheza za ligi kuu ya NBC. Katika mechi zao 4 hamna mchezo hata mmoja ambao wamepoteza au kwenda sare. Wameshinda yote, maana wana ushindi wa 100%. Kwa upande wa Azam, wenyewe hawajaanza vizuri sana. Wameshinda mchezo mmoja dhidi ya Mbeya City, lakini wamekwenda sare ya michezo mitatu, dhidi ya Singida, dhidi ya Namungo, lakini pia walikwenda sare dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo hawapo katika mazingira mazuri sana kwa timu ambayo ni title contenders, timu yenye nafasi ya mbio za ubingwa au yenye mahadhi ya kuchukua ubingwa. Sasa kikosi cha Kilo Finest ambacho naona kina kwa wachezaji 11, kwa maana ya wachezaji 11 ambao naona wanaweza kwenda kuanza kwenye mchezo, kwa kuzingatia wote, golini namuona Aishi Manula ndo anastahili kukaa kwa kulinganisha na hawa magolikipa wote ambao wapo. Manula ni daraja kubwa sana. Good thing ni kwamba Manula pia ni golikipa ambaye anafahamu vizuri kuhusu hii dabi. Fullback wa kulia ni Shomari Kapombe kutoka Simba. Manula ni Azam, Kapombe kutoka Simba, ambapo kimsingi ni mchezaji mwandamizi, captain kwenye kiwango bora pia. Fullback wa kushoto ni Pascal Msindo Gaudens. Huyu kijana naye performance yake imekuwa nzuri sana na outstanding kwa msimu mwingine. Msimu uliopita alikuwa na performance bora na msimu huu pia anaendelea pale pale alipoishia. Ingawaje Anthony Mligo anafanya vizuri kwa sasa, lakini anastahili Pascal Msindo. Kwenye namba 4 na 5 hapo, Rushan Derek, tabia yake ya kukaba sana, kuwa mzuri katika kunusa hatari, anastahili kuwa nambari 4 hapo katikati. Lakini ambaye anatakiwa kumaliza ni Yoro Mamadou Diaby, ndo anatakiwa kumaliza hapo katika safu ya sweeper, yani nambari 5. Kwenye nambari 6 pale pagumu. Namba 6 ni sehemu ambayo imeniumiza sana kichwa changu, kwa sababu nikikompare namba 6 namba 6 wangapi, namba 6 wa 4 wamenipa wakati mgumu sana. Kante, Kagoma, Imid Mao pamoja na Yahya Zaidi, hao wote ni namba 6, ni wachezaji ambao wanaweza kucheza katika hilo eneo kwenye daraja la kuridhisha sana. Ni eneo ambalo limeniumiza sana kichwa, na ilifikia hatua ilibidi nifumbe macho hivi alafu nifanye do ataangukia ndo huyo. Anyways, kwa kuheshimu wachezaji hao wote, kwangu mimi namba 6 namuona Yusuf Kagoma. Kwa nini? Kwa sababu ndo mchezaji ambaye anakaba kwa nguvu zaidi. Yes, ana nishati ya kutosha ya kukaba. Kwa hiyo nambari 6 atakaa Yusuf Kagoma. Nambari 7 huku upande wa kulia anakwenda kukaa Idi Suleiman Nado, anastahili kukaa kwenye position ya nambari 7. Kwenye nambari 8 hapo anastahili Faisal Salum Abdallah Fei Toto, na mpanga kwenye nambari 8, nafasi ambayo anaweza kuicheza. Faisal ametuonesha anaweza kucheza namba 6, namba 8, namba 10, namba 9 pia. Force namba 9 alikuwa akitumika pia kwenye misimu ile nyuma iliyopita. Kwenye namba 9, namba 9 pale bwana, Jonathan Soa. Yes, Soa Jonathan anasimama nambari 9 pale kutoka Simba. Ni eneo ambalo alijanumiza sana kichwa. Nambari 10 Jean Charles Ahua, na mwana anastahili kuwa katika nambari 10. Creativity yake ni ya hali ya juu. Nambari 11 Eli Mpanzu Kibisawala, anastahili kuwa upande wa kushoto. Nadhani nimemaliza squad ya combine kutoka timu zote mbili. So iko ndo kikosi ambacho nakiona kwa upande wa Mzizima.
Sasa tukija kuiangalia mechi yenyewe kwa maana ya mchezo sasa, hii mechi haiwezi kwenda kuwa rahisi licha ya hayo yote ambayo tumezungumza hapo. Haiwezi kuwa rahisi kwa sababu ya madaraja ya wachezaji, madaraja ya timu. Simba wanaingia kama favorite, wameshinda vizuri, wanacheza vizuri katika ligi kuu, lakini Azam wanaingia katika hii mechi wakiwa na kumbukumbu mbaya katika mechi zao zilizopita. Hapa hawajafanya vizuri kwa maana ya ligi kuu na kimataifa pia. Takriban mechi 5 mambo hayajaenda vizuri kwa maana wamekuwa wakipokea vichapo na kwenda sare. So katika hii mechi wanataka turning point, sehemu ya kurudisha confidence ili waendelee kufanya vizuri. Sasa kurudisha confidence kwa timu za madaraja ya kati imeonekana kuwa ngumu kwa maana ya kwenda sare dhidi ya timu 3 za madaraja ya kati imeonekana ni changamoto. Wanachotaka kukifanya sasa dhidi ya mpinzani ambaye anaonekana kuwa ni mgumu, yani hii ni mechi ya wachezaji kupandisha spirit zaidi, watajitoa zaidi uwanjani kuliko vile ambavyo tumezoea kuwaona. Kwa nini? Kwa sababu wanacheza na timu kubwa. Yes, kwa hiyo watakuja kivingine Azam kwa maana ya ubora wao ambao wako nao. Wana wachezaji wenye daraja la juu sana. Jana nilimweka Landry Suzu. Huyu ni mchezaji wa daraja la juu sana. Ni beki ambaye wadau wa soka wanatakiwa kumwangalia kwa jicho la pili kwa sababu amekuwa na performance bora sana akiwa uwanjani. Sharpness yake, uwezo wa kupiga pasi, uwezo wa kunusa hatari, ana uwezo wa kucheza kama mlinzi wa kati, ana uwezo wa kucheza kama fullback wa kushoto, eneo ambalo amekuwa akilicheza zaidi tangu akiwa na ASEC Mimosas mpaka baadaye AFAD. So ni mchezaji wa daraja la juu na huyu anakwenda kuwa mwiba mkali katika safu ya ulinzi ya Azam kama Jean-Florent Ibenge atampa nafasi. Lakini Azam mchezaji wao hatari zaidi ni Faisal Salum Abdallah. Huyu Simba anatakiwa kumwangalia kwa jicho la pili. Of course Faisal wala hahitaji maneno mengi, Simba tu atengeneza concentration zaidi kwake. Lakini kwa upande wa Simba wenyewe, Simba wana wachezaji hatari wengi akiwemo Elie Mpanzu. Ni mchezaji hatari, ni mchezaji msumbufu, uwezo wa kupenetrate katika maeneo magumu, uwezo wa kusababisha hatari nje ya 18 ni silaha yake kubwa sana. Azam anatakiwa kuwa makini kweli katika safu yao ya kiungo cha ulinzi, wanatakiwa kucheza kwa discipline ili kuzuia Elie Mpanzu asiwe na athari katika lile eneo. Lakini mbali na Elie Mpanzu, Jonathan Soa kama atapata nafasi ya kuanza, basi ni moja ya washambuliaji hatari ambao Azam anatakiwa kumwangalia pia kwa jicho la tatu kutokana na daraja lake la ubora. Anyways, hilo ndo kubwa ambalo nataka kushare kwa wakati huu. Naamini umeenjoy hii session, lakini naendelea kuwakumbusha kwa wale wote wenye uhitaji wa spare za pikipiki za bajaji na guta, sehemu sahihi ni ABY Genuine Spare Parts ndani ya Mafia na Sikukuu Kariakoo, Dar es Salaam. Lakini kwa wale wote ambao wanahitaji kufungiwa AC installation kwa wakazi wa Vikindu na maeneo ya jirani, sehemu sahihi ni K Fabrication ambao wanapatikana maeneo ya Amadol. Baada ya kumaliza kiwanda cha Bakhresa, kama unatokea Mwandege, ukishuka kile kilima, ukipandisha mkono wa kushoto, hapa ndiko ambako wanapatikana K Fabrication. Hii ni Mzinga Sports na usisahau kusubscribe.